klabu kama ya Yanga, mitenge mwanzo nilishasema hii ni klabu kubwa katika ukanda wa bara la Afrika. Sio Afrika Mashariki na Kati, bara la Afrika. Kwa sababu Yanga ilikuwa inabezwa sana na wachambuzi wetu wa Tanzania. Na kubeza kwao kutwa kuelewa au kutaka maslahi fulani kwa waiponde Yanga ili injinia aende kuwaziba mdomo. Kwa bwana tusifieni ili na wao wapate chochote kitu. Lakini kile walichokifanya wachambuzi kusema Yanga hii kwenye kundi hili hawezi kupata pointi, mimi niliona watu wa ajabu. Na mimi tenge muda mrefu nilikuwa napiga kelele, jamani, sisi hapa Tanzania hatuna wachambuzi. Hapa hatuna wachambuzi sisi. Tuna watu tu wameajiriwa kwenye vibanda mwa piga kelele, kwa sababu unapoiangalia Yanga uwezi kuikatia tamaa mapema, kwa sababu nilishaulizwa maswali mengi, Yanga watu wameikatia tamaa, nikamwambia watu gani waliokata tamaa? Hao ni wachambuzi wanaongea. Sasa tunazihilisha katika uwanja wa nyumbani tumekusanya pointi 3. Tukiwa ugenini tumepata pointi 1. Tena tumecheza mpira mkubwa, mpira wa kisasa, mpaka mpinzani wetu akaamua sasa kurusha mawe uwanjani ili kututoa kwenye leli. Na hiyo itakuwa muendelezo, kwa sababu kocha tuliokuwa naye ni kocha mzuri. Kwanza makocha wengi wa Ureno huwa wanapiga mpira mkubwa, wanatengeneza na beki kwa wakati mmoja. Kwa maana hiyo katika ukanda wa bara la Afrika kwa muda huu Yanga ndio timu yenye beki bora na viungo bora mpaka muda huu. Mpaka sasa hivi wachambuzi wanaona aibu, sura zao wataziweka wapi? Na nataka niwasikilize leo wataongea kitu gani. Kabla tujaenda mbali, nani man of the match kwanza katika mechi ya jana Yanga Afrika zidi ya JS Kabylie? Mimi siwezi kumchagua mtu mmoja, ila wote walicheza vizuri. Yaani tukisema mchezaji bora, wachezaji wote wa Yanga walikuwa bora zaidi. Hakuna leo mpita mwenzie, kwa sababu viwango vinafanana, wamecheza mpira mkubwa, mpira wa hakika. Ina maana timu mzima wamecheza, yani wamecheza vizuri. Ubora wa Yanga hasa ulikuwa upande upi ukitazama namna walivyo waheshimu wale Waarabu? Unadhani mbinu hasa ilikofanikiwa ni wapi Yanga Afrika mpaka anaondoka na alama 1? Wale tuliwashika sana kwenye kiungo. Pili, tuliutumia uwanja vizuri. Tuliwanyongonyesha kwa pasi nyingi, kwa sababu adui unapompigia pasi nyingi muda mwingi unamnyima raha, yani hana uwezo kuupata mpira akacheza. Lakini kama tungekuwa tunatumia counter eti mtu apige kimbii nao, ingekuwa hali ngumu, kwa sababu ile ni timu kubwa na wale jamaa wanajua. Hata kama sisi tuna uwezo mkubwa kuliko wao, lakini tulitumia mfumo pasi fupi, pasi ndogo ndogo zenye kasi, ndio sehemu ambazo tuliwashika wale jamaa. Mpaka sasa hivi kundi lenu bado ni kama mbichi kabisa, haijaonyesha dalili nani mkubwa. Kama National Ali bado na yeye ana alama zile zile, kapata 4 na nyinyi bado mko na 4. Mpaka sasa hivi ajulikani nani wa moto. Unaonaje kundi lenu litakuwa vipi? Wakubwa ni watu wawili tu ndo wataenda. Sababu mkubwa Al Ahly, wa pili ni Yanga. Hiyo sio kwenye kundi tu, katika ukanda wa bara la Afrika. Hao ndo wakubwa. Na ndo kundi ambalo wanaangalia watu wengi duniani. Kwa sababu haya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika wanaangalia dunia mzima. Ndo kundi ambalo linaangaliwa zaidi, kwa sababu ndo kundi lenye timu bora. Katika hii ligi ya mabingwa barani Afrika, kundi la Yanga ni kundi lenye timu bora. Yanga mpaka sasa hivi hajaruhusu goli hata moja katika nyavu zake tangu aanze mchuano ya makundi. Lakini tuna National Ali kasharuhusu goli na timu nyingine zote zimesharuhusu goli. Hii inamaanisha nini? Kwanza wachambuzi wajifunze kuanzia leo, wawe na adabu na Yanga. Jambo la kwanza, waamini kwa Yanga ni timu bora, sio timu ya michongo kama Simba. Waamini Yanga na timu bora, ni timu ambayo haijaruhusu goli, ni timu ambayo haijafungwa mpaka muda huu tunapoongea katika makundi, ni timu ambayo haijaruhusu goli. Sasa hii ni timu hatari zaidi barani Afrika. Kwanza ili swala lote wachambuzi, kwa sababu kuna wachambuzi pale wanalo mbaya sana, mpaka rangi mbadilika, imekuwa weusi, macho mekundu. Ile ni lo mbaya, sababu wewe ndio, sisi ni watu weusi, lakini weusi usizidi sana kama mfuko.
Ile ni roho mbaya, yani kuichukia Yanga mpaka moyo na figo inaenda na haribika, mpaka wewe mwenyewe unakuwa mweusi. Kila unachokifanya Yanga wewe haupunati, mpaka rangi inabadilika, macho yanakuwa mekundu. Sasa wajifundishe kwa hichi kinachotokea. Waliko Yanga wapati pointi hata moja. Leo ndo sisi hatujaruhusu goli na tuna pointi 4 kama la Ahari. Na maana sisi ndo timu bora katika ukanda wa bara la Afrika. Walijue hilo. Sisi sio watu kufananishwa na Simba. Watuwekee heshima kabisa. Sasa hivi hata yale mambo ya lenki imeshakufa. Sasa utazungumza lenki vipi? Mtu ana hata pointi moja, lenki itatoka wapi? Ile lenki imeshakufa. Yale kwa mambo kudanganyana tu. Unajua kama ukikuta hili kundi la wajinga, basi yule anayojifanya kidogo anajielewa kupenda sana kuwadanganya wajinga. Ndio hichi kinachoendelea, lakini mpaka muda huu imedhihirisha na ipi timu bora kwa hapa Tanzania. Azamu imefungwa, Simba imefungwa, Singida imefungwa, bado sisi tu Yanga ambao hatujafungwa. Sasa wao wakifungwa na Yanga utasikia Kayoko wakifungwa sio Mohamed Lajiga, lile goli ni offside. Je, wale mbona wapate magoli ya offside wa Arabu? Tunawaburuza na tunawaminya na tunawatabisha. Unajua mpaka mtu unapambana naye akafikia wakati akarusha jiwe tayari ameshashindwa. Yaani mtu apigana naye inama chini akarusha jiwe tayari ameshashindwa. Sasa sisi tumeshashindikana Afrika hapa. Sisi sio kutufananisha na Azamu, sio kutufananisha na Singida, sio kufananisha na Simba. Leo wachambuzi walielewa hilo. Wanapoenda kwenye vibanda pale kwenda kuchambua mpira, wajue kuwa Yanga ni sio timu. Yaani wanapotaka kwanza kuchambua, wachambue hawa kina Simba, Azamu, sisi watuweke level ya Manchester. Ukichambua Manchester unahitaji na Yanga. Ukichambua Barcelona unahitaji na Yanga. Ukichambua Al Ahly unahitaji na Yanga. Huku wataje Simba, Mtibwa. Ndo sababu inabidi mchambuzi utumie elimu, utofautishe mkubwa na mdogo. Ndo uchambuzi unavyokuwa. Sasa wachambuzi wetu wamevamia tu hii kazi, sio ya kwao kwa kifupi, wamevamia. Kwa sababu bila kuvamia wasingezungumza Yanga ipata hata pointi moja. Ina maana wao sasa mshakuwa miungu na akili yao wao wanavyojiona. Wanaona wao wana akili sana kuliko sisi wanavyojiona wao, lakini yani wanaona kwa sababu wamepaka pale kwenye media wanaongea kwa akili yao wao wanavyoona. Wanajiona wao ni wabora kuliko sisi. Kumbe sisi tuna uwezo mkubwa kuliko wao hata kama tujaajiliwa pale. Sasa wakae wakifikiri kuwa hawa Yanga ni timu kubwa duniani, timu kubwa Afrika. Sisi Yanga tuna uwezo kucheza ligi yoyote ya Ulaya. Tena Ulaya yenyewe Ulaya za maana, so Norway au Denmark. Sisi tuna uwezo kucheza Uingereza, Ujerumani, Spain, Fransa kidogo. Ndio timu sisi ligi za pale za kucheza. Sasa unapochambua mpira watumie akili kwa tunachambua timu gani. Tunatambua timu ipi. So unakaa tu pale, hawapati pointi. Hii Simba sijui, wanakusha zote. Sasa hili ni somo, yani hii ni shule wasome. Yani ndo shule imeshajengwa kuwa kumbe ndo inavyokuwa. Leo wanaona aibu. Sasa je, leo wakienda kwenye media wataangalia mbele ya kamera? Si lazima anachambua na inamia chini anaona aibu kwa sababu wamefanya jambo la ajabu sana. Wamefanya jambo la ajabu. Tena mimi nisifia mtoto mdogo tu anakaa pale polini pale nani Malawi anaitwa Uvunga Uchizi. Anaonekana yeye kama Ronaldo. Uvunga Uchizi, Uvunga yuko wapi? Sisi tumeshatinga sasa hivi kwenye makundi tuna pointi 4. Na yoyote anayotaka kuja pale Amani, New Amani hatoki kwa sababu papa na mlango mmoja tu Guantanamo, hatoki mtu yote pale. Baba Kaisari umemwona namna alivyocheza siku ya jana? Baba Kaisari nimemwona. Uwezo anao. Nimemwona. Sina mashaka naye, uwezo una. Wapi ukaa naye yule? Unajua pale Simba yani kama panalana fulani. Pale hata umlete Ronaldo. Unajua sehemu ikiwa na njaa hapana utulivu. Sehemu yoyote pakiwa na njaa hapana utulivu. Sasa muangalie kaka Baba Kaisari jana alivyocheza, mcheza mpira mkubwa, mpira wenye utulivu. Tena tukosa jana. Katukosa ni uwezo wa Diala ule, lakini ile kwa makipa wetu ile kamba ile. Sasa nashangaa Simba limwacha hiyo, anakuja mbovu huyo mwache. Ndio maana nakwambia vipi? Pale Simba pana njaa na sehemu yenye njaa watu waweze kuwa na akili ya maana. Ndio kama yale unavyoyaona. Wachezaji wazuri naacha wanabaki na magalasa. Mashabiki wa JS Kabylie bana walimwataki sana refa kwamba yeye ndio kasababisha mchezo uwe mgumu namna ile. Kwa upande wako ulivyotazama ni kweli refa alikuwa upande wa Young Africans? Unajua hii Young Africa ni timu ambayo imeshindikana duniani. Kwa sababu hata tulipocheza na ile timu ya Ujerumani walilalamikia refa. Na kila timu tunayocheza nao wanalalamikia refa. Unajua tunaocheza nao uwezo wao ni mdogo kuliko sisi. Hata tunapomfunga Simba wanalalamika refa. Tunapomfunga Simba wanasema mangungu. Wanapomfunga Simba wachezaji
wameuza mechi. Sasa sio hapa tu, sisi hata tukicheza na Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal watalalamika kuhusu refa. Sasa mtu yupo ndani ya nchi yake na analalamika, mgeni kaja na kutight, unalalamika refa, wanataka kupigana na Ushamawi, refa ndo katubana. Refa kama nini? Refa ndo wao waliwabeba sababu alikuwa anajiangusha tu muda mrefu. Unaonaje sasa kama hivi National Ali anagombania pointi moja tu tena anashangilia, unadhani itakuwaje kama mkikutana? Maana mechi inayofuata ni mnakutana na National Ali. Jana nimeangalia International Ali, ni timu mzuri sana, afu timu yenye malengo, na hata mabeki inabidi waiangalie sana mechi ya jana. Wale ni watu wakali sana kutokea pembeni na watu wa kujitolea mipira ile ya cross. Yani ile ni vitu ambao vya kuangalia kwa sababu Al Ahly National wanacheza mpira wa malengo, mpira wa kasi, lakini kwa ubora wa Yanga patachimbika kwa sababu sisi Al Ahly sio wageni. Tumewafunga hapa, tukaenda kwao tukacheza dakika 120 hewa mpaka Waarabu wanadondoka juu, mpira unagonga mwamba na udindani. Unaona bwana? Sasa Al Ahly National wanajua kuwa wanaenda kucheza na timu ngumu, tena wanaomba yani hata wangebadilishiwa kucheza na Yanga kwa sababu sisi wanatujua, ndani ya Misri tumewakamata vizuri sana. Wanatujua vizuri Al Ahly, so wageni kwetu. Tumeona mpaka kwenye hiyo mechi ya Ahly na Faraba mashabiki vile wamerusha machupa uwanjani. Hii kwa upande wenu kama mashabiki, unadhani CAF anatakiwa afanye nini ili mambo yaweze kuisha? CAF inabidi warekebishe swala la mashabiki. Kama timu inafanya vile, inabidi wafungiwe, wasingie uwanjani mpaka ligi ya mabingwa inaisha. Pia ile timu husika inabidi ipigwe faini hela nyingi sana, kwa sababu ile ni aibu kidunia, kwa sababu tunaona Ulaya hakuna anaorusha mawe uwanjani, labda sehemu ya Amerika Kusini huko, sehemu yenye wahuni wameshalewa unga huko, ndo mambo yale utayaona, lakini wale inabidi wafungiwe. Hiyo Tanzania hapa haturuhusiwi kuingia na chupa za maji, na kwa nini kule wanaruhusiwa kuingia na maji? Kila nchi na sheria yake na kila sehemu na sheria yake. Wao wanaruhusiwa na sisi haturuhusiwi. Hizo ni sheria za kinchi. Tuangalie upande wa Simba.